Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka Tanzania. Kazi yetu ni moja, kukusogezea habari za kimichezo yalojili siku ya hii leo, ikiwa ni Oktoba 16 mwaka 2025. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuanza safari katika ardhi ya mwasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uwanja wa kimataifa Airport International. Kikosi hicho cha Simba kimewasili tayari katika viunga vya Eswatini pale katika uwanja wa kimataifa hapo nchini Eswatini. Lakini taarifa ambazo zilizoweza kutufikia mchana ya hii leo, mambo ni mazito kwelikweli baada ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuwasili katika taifa hilo la Eswatini. Lengo ni kwenda kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa mkondo wa kwanza, ambapo Simba ataanguka dimbani Oktoba 19 mwaka 2025 katika dimba la Maholo hapo nchini Eswatini. Lakini kwa taarifa na kwa mujibu wa taarifa tulizoweza kutufikia siku ya hii leo kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ameweza kututhibitishia kwamba baada tu ya kikosi hicho cha Simba kuwasili hapo nchini Eswatini na katika uwanja wa kimataifa wa ndege, kumekuwa na sintofahamu ambazo Simba wameweza kukumbana nazo. Kulikuwa muda mrefu tu Simba baada ya kufika katika uwanja huo, na utaratibu ni kwamba kuweza kukagua kwa aina ya pasipoti ambazo walizokuwa nazo wachezaji na kukagua kila kitu. Lakini kwa mujibu huo, hilo jambo halikuweza kufanyika baada tu ya kikosi hicho cha Simba kuwasili katika taifa hilo la Eswatini. Lakini pia ukiachana na hilo kuwekwa muda mrefu na zile pasipoti zao kuweza kukusanywa na kukaguliwa, lakini pasipoti hizo hawakuweza kukabidhiwa kwa haraka zaidi, iliweza kuchukua masaa mawili mpaka kufika masaa matatu. Na mjumbe huyo wa bodi ya wakurugenzi klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba ameweza kulithibitisha na kusema kwamba waliweza kuuliza sababu ambazo zilizoweza kupelekea kwa kuzuiliwa kwa passport muda mrefu, si chini ya masaa mawili kufika mpaka masaa matatu. Wale viongozi waliokuwepo katika uwanja huo wa ndege hapo nchini Eswatini, kile ambacho walichokuwa wakikijibu kilikuwa hakina mantiki yoyote. Wale ambao waliokuwa wameabiria, wale ambao waliokuwa wameongozana na kikosi hicho cha Simba kutoka nchi ya South Africa, baada tu kutoka katika uwanja wa kimataifa hapa nchini Tanzania, uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waliweza kufika mpaka nchini Afrika Kusini, Johannesburg, na baada ya hapo walianza safari ya kutoka Afrika Kusini na kwenda mpaka katika taifa hilo la Eswatini. Sasa wale abiria ambao waliongozana na klabu hiyo ya Simba baada tu kufika katika uwanja wa ndege Eswatini, wale waliweza kukaguliwa kwa haraka zaidi, lakini cha kushangaza, wachezaji pamoja na benchi la ufundi waliweza kuwekwa muda mrefu katika uwanja wa kimataifa hapo nchini Eswatini. Lakini pia meneja wa klabu ya Simba Sports Club Tanzania Patrick Reimam alijaribu kulifuatilia hilo kwa ukaribu zaidi, kwa sababu utaratibu wa wachezaji ama vilabu vikiwa vinasafiri kutoka nje ya taifa na tofauti na ile taifa ambalo wao wanalolitokea, passport zote zinakusanywa na kukabidhiwa kwa meneja wa timu ambaye yeye ndiye ataenda kufanya utaratibu au kuratibu jambo hilo liende kwa uharaka zaidi. Lakini imekuwa tofauti na vile ambavyo watu walivyokuwa wakifanya katika mataifa mbalimbali. Lakini pia ukiachana na hilo, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ameweza kututhibitishia kwamba ilikuwa ni jambo la kushangaza kuwaona walivyokuwa wakisafiri navyo kutoka Tanzania mpaka hapo nchini Eswatini. Kumekuwa na ukaguzi na kunakuwa na mashine maalum ambayo mashine hiyo ndiyo inakuwa inakagua
jambo hilo kama kutakuwa na siraha ama jambo lolote ambalo lilikuwa tofauti na mambo mengine ama kadha wa kadha. Lakini mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini madai yao wakisema kwamba wao hawaiamini klabu hiyo ya Simba, huenda ikawa kuna vitu vingine ambavyo wamekuja navyo. Sasa vitu hivyo hawajaweza kuviweka hadharani kwamba vitu gani ama vitu vya aina gani ambavyo wao wanavitilia mashaka mashabiki hao wa klabu ya Nsingizini Hotspurs hapo nchini Eswatini. Lakini baada ya muda pamoja na wale walinzi wa uwanja waliweza kuweka pembeni na kuweka uzio kwamba wasiweze kuvamiwa kikosi hiko cha Simba na wale mashabiki ambao wa klabu hiyo ya Nsingizini. Lakini moja kati ya taarifa ambayo mjumbe wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, jina lake nimelihifadhi, ameweza kulithibitisha kwamba wao wapo katika mchakato wa kuweza kuandika ripoti kuweza kuwafikishia mamlaka husika ya soka barani Afrika ambao ni shirikisho la mpira barani Afrika CAF, kwamba Simba wanataka kuandika ile press release kwamba kwa nini mashabiki wa klabu hiyo Nsingizini Hotspurs wamefika katika uwanja wa kimataifa wa ndege hapo nchini Eswatini na kuweza kuwafanyia ghasia za hapa na pale. Kwa hiyo Simba wako mbioni kuandika barua kuwafikishia CAF, alafu CAF wao ndio watajaribu kulifuatilia kwa karibu zaidi kuona labda walikuwa hawako sahihi mashabiki hao wa klabu ya Nsingizini Hotspurs kuweza kuwafuata mpaka katika uwanja wa ndege kikosi hiko cha Simba. Lakini mpaka hivi sasa baada ya kutokea tukio hilo kwa mujibu wa mjumbe huyo waliweza kuongozana kufika mpaka katika hoteli ambayo Simba walikuwa wameipoint, kwa maana kwamba kufanya zile kubooking zile hoteli ambazo walizokuwa wamezibook pale ambapo walipokuwa wameipanga safari, kwa sababu kumekuwa na utaratibu ambaye mratibu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Abbas Ali, yeye ndiye ambaye anaweza kusafiri nje ya nchi. Kama Simba itasafiri mpaka nchini Misri, basi huyo mratibu wa klabu hiyo ya Simba yeye ndiye ambaye anaianza safari kabla ya kikosi cha Simba kuweza kusafiri. Kwa hiyo Abbas yeye amefika muda mrefu, ana siku 2 kuwepo kule nchini Eswatini, na yeye ndiye ambaye aliyeweza kuratibu kama Simba baada ya kufika watafikia hoteli gani na uwanja gani wataweza kufanya mazoezi la mpira barani Afrika. Wale maaskari wa uhamiaji waliokuwa wakijaribu kushinikiza na kuweza kuwazuia kikosi hicho cha Simba muda mrefu katika uwanja wa kimataifa hapo nchini Eswatini, na wale mashabiki waliokuwa wakiwa mashabiki wa Nsingizini walikuwa wakiwasubiri wachezaji, na madai yakieleza kwamba wanajaribu kukagua ama kujaribu kutazama kwamba Simba wamebeba nini katika mabegi yao. Sasa kumekuwa na utaratibu mabegi pamoja na vifaa mbalimbali ambavyo Simba walivyokuwa wakisafiri navyo kutoka Tanzania mpaka hapo nchini Eswatini. Kumekuwa na ukaguzi na kunakuwa na mashine maalum ambayo mashine hiyo ndiyo inakuwa inakagua jambo hilo kama kutakuwa na siraha ama jambo lolote ambalo lilikuwa tofauti na mambo mengine ama kadha wa kadha. Lakini mashabiki wa klabu hiyo ya Nsingizini madai yao wakisema kwamba wao hawaiamini klabu hiyo ya Simba, huenda ikawa kuna vitu vingine ambavyo wamekuja navyo. Sasa vitu hivyo hawajaweza kuviweka hadharani kwamba vitu gani ama vitu vya aina gani ambavyo wao wanavitilia mashaka mashabiki hao wa klabu ya Nsingizini Hotspurs hapo nchini Eswatini. Lakini baada ya muda pamoja na wale walinzi wa uwanja waliweza kuweka pembeni na kuweka uzio kwamba wasiweze kuvamiwa kikosi hiko cha Simba na wale mashabiki ambao wa klabu hiyo ya Nsingizini. Lakini moja kati ya taarifa ambayo mjumbe wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, jina lake nimelihifadhi, ameweza kulithibitisha kwamba wao wapo katika mchakato wa kuweza kuandika ripoti kuweza kuwafikishia mamlaka husika ya soka barani Afrika ambao ni shirikisho la mpira barani Afrika CAF, kwamba Simba wanataka kuandika ile press release kwamba kwa nini mashabiki wa klabu hiyo Nsingizini Hotspurs wamefika katika uwanja wa
wa kimataifa wa ndege hapo nchini Eswatini na kuweza kuwafanyia ghasia za hapa na pale. Kwa hiyo Simba wako mbioni kuandika barua kuwafikishia CAF, alafu CAF wao ndio watajaribu kulifuatilia kwa karibu zaidi kuona labda walikuwa hawako sahihi mashabiki hao wa klabu ya Nsingizini All Stars kuweza kuwafuata mpaka katika uwanja wa ndege kikosi hiko cha Simba. Lakini mpaka hivi sasa baada ya kutokea tukio hilo kwa mujibu wa mjumbe huyo waliweza kuongozana kufika mpaka katika hoteli ambayo Simba walikuwa wameipoint, kwa maana kwamba kufanya zile kubooking zile hoteli ambazo walizokuwa wamezibook pale ambapo walipokuwa wameipanga safari, kwa sababu kumekuwa na utaratibu ambaye mratibu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Abbas Ali, yeye ndiye ambaye anaweza kusafiri nje ya nchi. Kama Simba itasafiri mpaka nchini Misri, basi huyo mratibu wa klabu hiyo ya Simba yeye ndiye ambaye anaianza safari kabla ya kikosi cha Simba kuweza kusafiri. Kwa hiyo Abbas yeye amefika muda mrefu, ana siku 2 kuwepo kule nchini Eswatini, na yeye ndiye ambaye aliyeweza kuratibu kama Simba baada ya kufika watafikia hoteli gani na uwanja gani wataweza kufanya mazoezi. Lakini klabu ya Nsingizini waliweza kuwakabidhi magari ambayo Simba baada ya kufika pale nchini Eswatini, Simba waliweza kuyakataa hayo magari ambayo klabu hiyo Nsingizini waliokuwa wameyakabidhi katika uwanja wa ndege, na sababu ambazo Simba walizokuwa wakisema kwamba magari hayo kutokuweza kutumia, hawana imani na magari ya klabu hiyo Nsingizini kuyaweza kuweka katika uwanja wa ndege hapo nchini Eswatini. Kwa hiyo kumekuwa na vituko, lakini kwa taarifa na kwa mujibu wa taarifa tu ambazo zilizotufikia baada ya sintofahamu hizo, Simba wamefika salama katika hoteli yao na mambo yanaenda kuwa vizuri, na uratibu wa kufanya mazoezi wataanza siku ya kesho ambayo ni Oktoba 17. Simba wataanza kufanya mazoezi na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo wa mkondo wa kwanza michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba atainuka ama ataingia uwanjani Oktoba 19 mwaka 2025 kwenda kumkabili Nsingizini All Stars. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 9 kwa pale nchini Eswatini, lakini kwa hapa nchini Tanzania mchezo huo utapigwa majira ya saa 10 kamili za saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Hii ni Game On TZ, mimi naitwa mpekuzi.com. Hii ni Game On na hii ni Sports Update. Nilikuwa na kujuza kwa yale ambayo ulikuwa